Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Watumishi wa Mungu aliye hai, tuliweza kuzungumzia habari za uvuvio. Hivyo twende tumuone Petro anaelezea kwa nini maandiko yana umuhimu. Hapa mtume Petro anaeleza sababu kadha wa kadha ambazo zinaonyesha umuhimu wa maandiko matakatifu. Na hapa tutaenda kuzitazama au tutaenda kuangazia umuhimu tatu ambao Petro aliweza kuleta. Anasema kila unabii wa maandiko. Katika hili Petro humaanisha kwamba maandiko ni unabii kutoka kwa Mungu. Anaelezea maandishi yote kwa ujumla, sio kwamba amechukua andiko moja kwa upekee au kwa upendeleo, hapana, bali anaeleza maandiko yote kwa ujumla ya kuwa ni unabii kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo maandiko yote ambayo tutakwenda kuyasoma yote yanatupeleka kwa nani? Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tazama ile Injili ya Luka 24 au 24. Maandishi yote yanazungumuza na kuonyesha ujio wa Bwana Yesu Kristo. Hii ni sawasawa na jinsi mtume Paulo alivyosema kuhusu maandiko katika Timotheo wa pili 3:16. Neno la pili, maandiko yote haihusiani na tafsiri binafsi, hapana, bali wanadamu hawakusikia kile ambacho Mungu alitaka wafanye, wala hawakukitengeneza. Hapana, Mungu alitaka mwanadamu azungumuze na yeye ili kila jambo atakalompatia basi alitende hilo hilo jambo. Lakini inakuja kuonekana kwamba wanadamu wengine wamekuwa ni makatili, hawakufata mwongozo wa Mungu, bali wamefuata mwongozo na tabia zao za kipekee. Petro anafundisha hili kwa kuangalia pande zote mbili, hasi na chanya, kwamba kuna watu ambao wanayategemea maandiko, wanatembea kulingana na maandiko, wanafanya kile ambacho neno la Mungu linasema. Pia kuna wengine ambao wamepokea maandiko lakini hawataki kuishi kulingana na maandiko. Au tunaposema kuishi kulingana na maandiko, tunamaanisha kuishi kulingana na jinsi Mungu anavyotaka. Kwa upande wa hasi, wakati manabii walipoongea, hawakuongea kwa matakwa yao wenyewe, hapana, bali waliongea kwa matakwa ya nani? Kwa matakwa ya Mungu mwenyewe. Mungu aliwaambia fanyeni hivi, nao wakafanya. Nendeni hivi, nao wakaenda. Lakini kama wangelifanya yale ambayo wao wanataka, ina maana kwamba Biblia kisingelikuwa ni kitabu cha Mungu, bali kitabu cha mtu. Kwenye ile pointi ya tatu inasema kwamba waliongozwa. Wanani waliongozwa? Hii inatuonyesha kwamba walioandika Biblia wote kwa ujumla, mnaowafahamu na msiowafahamu, wote waliongozwa na Roho Mtakatifu, tena kwa lugha ya Kigiriki na lugha ya Kiyunani. Kwa nini ililetwa kwa lugha ya Kigiriki na lugha ya Kiyunani? Ili kusisitiza kuongozwa, maana yake ni kupelekwa. Kwa hiyo neno la Kigiriki na neno la Kiyunani, kuongozwa inamaanisha kupelekwa. Yaani walipelekwa na Roho Mtakatifu ili wafanye nini? Ili wafanye matakwa ya Mungu. Yaani walijazwa. Baada ya kujazwa wakaanza kuandika. Maneno yana maana kubwa zaidi hata ya ulinzi. Inaonekana kwamba maneno ya Mungu kwetu sisi ni ulinzi. Na walioandika wote walilindwa, walielekezwa, walimilikiwa, walitawaliwa. Ina maana kwamba hawakuongozwa na hisia zao,
Hawakuongozwa na tabia zao wala tamaduni zao, bali walitawaliwa, waliongozwa, walielekezwa kufanya kila jambo na Roho Mtakatifu kama jinsi Mungu mwenyewe alivyopendekeza. Kwa upande wa mwanadamu juu ya ufunuo wa Mungu, tunaweza kujifunza nini hapa kuhusu ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu? Ingawaje Mungu alitengeneza maandiko, aliwatumia watu katika mpango huo wa kutengeneza pia maandiko. Mungu kwanza amemuumba mwanadamu. Mungu pia akatamani kuweka sheria zitakazomuongoza mwanadamu. Mungu asingelileta sheria au kuzituma duniani na akawa kiongozi wetu au zile sheria zikawa kiongozi wetu. Hapana, ilimlazimu tena yule yule Mungu mkuu, yule yule Mungu mwenye uweza na mamlaka aweze pia kumtawala mwanadamu na kumwelekeza kila jambo atakalolifanya kwa niaba ya Mungu. Inamaanisha kwamba maandiko hayana makosa. Na ukigundua kwamba katika Biblia kuna makosa, inamaanisha kwamba labda hizi sasa hatua za kuweza kufanya fotokopi na kufanya maimpression ya siku baada ya siku. Musa, Daudi au manabii wengine waliandika maandiko matakatifu kulingana na jinsi walivyoongozwa, walivyopuliziwa na Roho Mtakatifu. Hebu tazama Injili ya Marko 12:26. Yesu ananukuu Zaburi ya 110. Ina maana kwamba hakuna tofauti kati ya lile Agano la Kale na Agano Jipya. Yesu anasema kwamba Daudi alisema kwa Roho. Marko 12:36 tunasoma, Daudi mwenyewe alisema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwawekapo adui zako kwa chini au kuwa chini ya miguu yako. Hiyo ni andiko ambayo Yesu alikuja kuinukuu tena katika Agano Jipya. Yesu angeweza kusema Mungu alisema, lakini hakuweza kusema. Alisema, Daudi alisema kwa kutumia Roho Mtakatifu, hajasema Mungu alisema kutumia Roho Mtakatifu. Ilibidi tena achukue kile chombo kilichotumikishiwa. Mpendwa, ikiwa wewe ni askofu, wewe ni mchungaji wa daraja yoyote ile, wewe ni chombo, wewe ni mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa namna hiyo hiyo, Petro anasema Mungu aliongea kwa mdomo wa Daudi katika kitabu cha Matendo. Mungu anaongea kupitia mdomo wa Daudi. Ina maana kwamba wanadamu na ndugu zangu, maandiko haya lazima yatimizwe kupitia mwanadamu. Roho Mtakatifu angeliongea kabla kwa mdomo wa Daudi kuhusiana na Yuda ambaye alikuwa mlinzi wa wote waliomteka Yesu. Matendo 1:16. Katika Agano Jipya, Musa, Isaya na Daudi wote wanatajwa kama vile waandishi wa Agano la Kale. Ina maana Mungu aliwatumia watu kaza wa kaza ili waweze kuwakilisha maandiko matakatifu. Maandiko yanapinga mawazo, yanatumia nguvu. Maandiko yanapinga mawazo, bali yanatumia nguvu. Bila nguvu za Roho Mtakatifu huwezi kufanya lolote. Mawazo yanaweza kusema kwamba Mungu alitumia wanadamu, lakini walikuwa kwenye ndoto. Hiyo ni mawazo yako. Haya ni mawazo kwamba Mungu aliongea moja kwa moja kupitia watu, lakini hawakufikiri hata kidogo katika mpango na hawakushughulikia jambo lolote. Mungu aliongea nao ana kwa ana, face to face, fanya hivi, fanya hivi. Dini nyingi zinazoongozwa na roho mbaya zinafikiri kwa namna tofauti kuhusu maandiko. Wanasema wanadamu wanakuwa katika ndoto alafu wanaongea kile ambacho Mungu amewaambia. Hapana. Hii ni tofauti na vile maandiko yanavyoongea, namna Mungu alivyoongea katika hali ya kuunda au katika hali ya kuumba ulimwengu. Tukirudi katika kitabu cha Matendo kama mfano,
tunaweza kusema kwamba Roho Mtakatifu alifanya kazi kwa Luka, akimuongoza, akimlinda, akimtia moyo. Huyo ni Roho Mtakatifu. Mungu alitumia uponyaji, mpangilio na ujuzi wa kihistoria katika kuzalisha sehemu ya maandiko. Luka hakuwa mkali katika mpango huu, hapana. Wakati huo huo, kwa sababu ilikuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu, Roho mwenyewe alifanya kazi ndani ya mtumishi wake Luka. Maana yake ni kwamba tunaweza tukawa na uhakika kwamba maandiko ni ya uhakika kabisa. Sababu gani ni ya uhakika? Kwa sababu yanaletwa kwetu katika hali ya Roho, katika hali ya kuongozwa.